Afisa wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge NG-CDF wamewaomba wananchi kote kujitokeza kwa wingi kutoa maoni kuhusu mjadala wa kuondolewa kwa hazina hiyo. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama kwamba NG-CDF ni kinyume na sheria. Wakizungumza walipozindua miradi iliyojengwa na hazina hiyo katika shule ya upili ya Nyaisa, kaunti ya Nyamira, maafisa hao wamesema kwamba hafla za kukusanya maoni zitaandaliwa katika ofisi za maeneo bunge yote nchini kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Aidha, wabunge hao wanasema hazina hiyo ni muhimu kwa miradi ya maendeleo na ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kote nchini. Ms. Grace Mwangi, Monitoring and Evaluation Officer from NG-CDF Board. Kama ingekuwa si NG-CDF, mradi sijui ungechukua muda gani. Kwa hivyo hii hazina, kuna watu ambao hawajielewi, wanasema hii hazina iende. Mnyinyi mnakubali watu wa Nyamira? Hii hazina iende. Na ndio imekuja kumalizia mradi huu. Kwa hivyo wiki ijayo tutakuwa na mikutano katika kila eneo bunge kuweza kuwapatia fursa kutoa maoni. Nyinyi mnataka hii hazina iendelee, hawamtaki iendelee. Tuko pamoja. Ombi langu ni mujitokeze na muongee ukweli na museme hii hazina ya NG-CDF imefanya kazi mashinani ambapo kwa njia tofauti serikali haiwezi kufika kwenye NG-CDF inafika. Hii pesa imejenga hii hall ya Nyaisa. Hii pesa imeng'arisha mashule yote ya constituency. Tuseme ikae ndani ya katiba ili tuende tuchukue pesa yetu hapa Nyamira, badala hiyo pesa inarudi Nairobi, tuende kupiga kiu sijui ni kwa ofisi gani ndio mtoto apate basari. Ingia kwa CDF office. Mkipata mmekuwa wengi, ingia kwa ofisi ya mama county, iko hapo karibu na Florida. Fomu ziko hapo. Kama wewe uko na memorandum yako kutoka nyumbani, wewe andika, kucha, drop and go. There is nothing unafanya nyingi. Wewe kucha na ile uko nayo, unataka CDF ikufe ama iendelee.